Ndugu mtangazaji, mimi naweza nikasema kama vile ndoa za zamani zilikuwa zikidumu kwa sababu zilikuwa na mikataba fulani. Ukishaolewa na ukitoka katika ile nyumba, unapenda babako afungiwe, ama babako mzazi anasema unapenda ukuje kunitapikisha mali yako. Habari za wakati huu popote pale ulipo mpenzi mtazamaji wa matangazo ya Tukutane TV. Matumaini yangu kwamba nyinyi wote ni wazima wa afya. Tukwende kumshukuru mweza wa yote Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha tena kwa mara nyingine kwenda kusikilizana na vile vile kwenda kubahatika kuonana kwa siku ya leo. Mimi ni mtangazaji wako Dinamiki Malembe wa Tiki TV, na siku ya leo kabisa tuko na mada ambayo kama unavyokwenda kuona mbele yako, niko na mwaliko wetu wa siku ya leo. Labda utakwenda kujiuliza ni kipindi gani cha siku ya leo ambacho kimekwenda kutufikisha mpaka hapa. Ni kwamba siku ya leo tunakwenda kujadili mada ya kuoa au kuolewa katika asili ndani ya kabila moja la Wabembe liliopo mashariki mwa nchi ya Kongo, tarafani Fizi huku kwetu. Hivyo tuko na mwalikwa wetu ambaye atakwenda kujitambulisha yeye mwenyewe. Ndugu, karibu na ujitambulishe. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi naitwa Mzee Kaselula Vincent. Mimi ni mwenyekiti wa baraza la wazee. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, kama unavyotoka kusikiliza, ni moja kati ya wazee wa Kongo kabisa ambao wanasimamia baraza la wazee hapa nyumbani, tukisema hata tarafani Fizi vile. Na siku ya leo tumebahatika kuungana naye katika kipindi chetu hiki cha leo kuhusiana na mada ya kuoa au kuolewa katika kabila la Wabembe au kiasili. Labda Mzee Kaselula wa Kaselula, labda tungeuliza swali, ni ndoa ya asili ni ndoa ya namna gani? Tungependa kujua pale. Naweza nikasema asante sana ndugu mtangazaji wa kuniuliza hiyo swali. Tukisema mambo ya asili ni kusema ni ndoa zile ambazo kabila fulani ilikuwa ikifanya kwanza, kwa ndoa zake kwanza. Kama vile sisi Wabembe tulikuwa na asili yetu, na katika ile asili yetu ile tulikuwa na ndoa zetu ambazo tulikuwa tukitumia jinsi inavyotakika ndani ya asili yetu ile. Na labda katika asili ya Kibembe, Mzee Kaselula wa Kaselula, hapo ndo palipo na mada yetu. Ndio. Zamani kulikuwa na vigezo gani ambavyo mlikuwa mnatumia kuchagua mwanamke? Kuchagulia mwanamke mlikuwa mnazingatia, tuseme sinye, tuseme symbol, vigezo. Mlikuwa mna zaidi sana kuangalia nini ili kupendezwa na mwanamke? Unajua katika asili zetu sisi, kwa sababu sisi tuna sekta karibuni 4 ama groupement 18 sio katika tarafa letu la Fizi. Na katika zile groupement 18 na asili nazo zilitaka kutereza kidogo. Utakuta asili ya groupement ya Simkinji sio asili ya groupement ya Basombo. Kale kulitakuwa tofauti kidogo. Lakini kisema kwa asili ya Wabembe kabisa asili ya Wabembe tulikuwa na asili mbili. Asili ya kwanza ilikuwa ni mzazi, ule baba wa mtoto mwanaume ndio alikuwa anatafutia mtoto mwanamke. Ndio alikuwa anamtafutia mvulana wake mchumba, alikuwa anamtafutia mchumba. Mzazi mwanaume. Ndio, mzazi mwanaume anatafutia mtoto wake wa kike mchumba mwanaume. Hapana, nani anatafutia ule mvulana wake ule. Ndio. Mwanamke. Anamtafutia mwanamke. Ndiyo. Anaenda kula, anaenda sehemu fulani, anasema mtoto wangu mimi atakuja kuoa mtoto wako. Alifurahia na tabia za ule mtoto, ama alipendezwa na sura ama nini. Ndio anaenda kusema kule, aseme mtoto wangu ataoa mtoto wako. Ile ndio ilikuwa asili ya kwanza. Ndio. Paka baba mzazi ndio alikuwa anatafutia mtoto wake mwanamke. Na vile vile kulikuwa mwanaume peke yake alikuwa akitafuta mke akimpendeza, na wanaunga hiyo ndoa zile za asili na inafungwa.
Hivi kipindi baba mzazi anamtafutia mtoto wake wa kiume mwanamke, yule mtoto wake hakuna kipindi alikuwa anakataa, anasema baba mimi simpendi huyo? Hawezi kataa. Unajua watoto wa zamani wale waliozaliwa walikuwa na heshima sana. Baba akishasema na vile vile atakubali tu, hakukuwa tatizo. Yani hata kuwe na tabia mbaya, hata waone kasoro fulani, ataitika, ataitika tu, wataishi. Lakini badala ya siku ziko zinakuja zinaongezeka masiku, miaka nini na nini, ilianza kuleta sasa ni magumu sasa. Kulikuwa kuna faida gani ya kuchaguliwa mwanamke na baba yako mzazi? Faida ilikuwepo kwa sababu ule baba mzazi alikuwa akiangalia kabisa kwa sababu zamani kulikuwa magonjwa ya kifafa, kulikuwa magonjwa ya kukauka damu, hata vile vile kulikuwa familia ambazo zilikuwa zikifisha kila mara. Baba sasa anauliza, anaenda kwanza kupeleleza hii familia ikoje. Labda hii familia wanakuwa na magonjwa kama vile ya ukoma, kama vile magonjwa mengine fulani sio magonjwa ya kuambukiza vile vile. Ndio. Baba alikuwa akipeleleza kwanza. Na akishapeleleza katika ile familia, anajua kweli hapa kweli mtoto wangu ataoa mwanamke mwenye yuko safi tuseme. Asante sana. Mzee Kaserula, sasa tunaenda kwenye mada kidogo. Ndiyo. Kuna utofauti gani kubwa kati ya ndoa za zamani za asili na za leo, hususa katika kabila la Kibembe? Kwa sababu nauliza hivi kwa sababu gani, Mzee Kaserula? Sisi ni vijana wa hiki kipindi, nyinyi ni wazee wa kongwe wa hapo zamani. Tunazoea siku ya leo mwanamke, mfano tukisema kijana amebebesha mimba, leo kuna watu wanaenda anatafuta base ya unga, mbuzi, sijui pombe, mutango yisa ucha. Ndio. Sasa tunataka kuuliza haya yanayopitika leo na hapo zamani Mkibembe ni sawa au kuna tofauti? Watazamaji wanataka kujua labda kuna tofauti, zamani watu walikuwa wanaoana aje na leo kuna mabadiliko gani? Kwa kweli kuna mabadiliko tena makubwa sana. Kwa sababu zamani kweli kama vile mzazi alikuwa akifanya, na mzazi alikuwa akijaminia kwanza. Mimi naenda kuchumbia mwelekazi tuseme, mimi naenda kuchumbia mwelekazi ama mtoto wangu anapenda kuoa. Yule mzazi alikuwa akijaminia kwa yote ile. Anajua nina mahali ile dot, ndio wanaita dot. Ameeneza. Tofauti moja ile. Haiko kama vile kwa leo. Hapana kama leo. Leo ninakuwa tu kijana yeye pekee akiwa tu na tamaa ya kusema mimi napenda tu nioa, anaenda kuoa. Na ajue kama ana ile dot. Ndio. Inakuwa ni tofauti moja ile. Na tofauti nyingine kwa sasa, tunaona kwa sasa nyumba nyingi sana zinabomoka. Kwa sababu gani? Wa vijana wa leo kipindi anaposirika, kipindi anapoongea na mke wake, ama kuna kama kaitilafu kidogo yeye na mke wake, anasema singilikuwa baba yangu kwenda kunichagulia wewe, labda singikuwa na wewe. Ndio. Tofauti. Unaona wa vijana wa leo. Basi naweza nikasema kuna tofauti. Hii ngine kuna tofauti ya bei ya kuoana. Watu walikuwa wanapangilia bei kweli, wanapangilia. Zamani walikuwa wanapangilia bei. Mtu kama anapenda aoe, walikuwa wakijua kwa kweli kule mimi nitaenda kuombewa kitu fulani. Mbona leo anatuambia machana tacho uikonjwa? Ndio. Na hata zamani walitumia hiyo Kibembe, machana tacho uikonjwa. Kwa sababu gani? Kule ukweni kule. Babako mkwe, ukishamaliza hata ile dote yote, ile mali yote unaenda kupeleka kule. Lakini ukiona kule ukweni kule, babako mkwe ama mamako mkwe ama shemeki yako akifariki, unaenda tena kutiatia tu ni mbuzi nini, ama kukiwa magonjwa unaenda tena. Mamako mko anaweza akafika kwako, kipindi anaporudia unaenda unampatia na nguo, unaenda unapeleka ile. Njoo anasema Wabembe walisema machana tikyo uwa ikonjwa. Kwa sababu kule ukweni ni kila mara una matatizo na we utakuwa na saidia ni kutoa tu. Kila mara unatoa, na njoo maana walitumia ile lugha ya kusema machana tikyo uwa ikonjwa. Sasa twende pale kwenye bei sasa. Kwenye bei. Zamani watu walikuwa wanakadiria, walikuwa na bei yao gisi wanapoana kule Mboko ama katika sekta ya Tanganyika, na ndio vile watoana katika sekta ya Lulenge kule. Ndio vile watoana katika sekta ya Mtambala na sekta ya Nganja, ama kule Itombwe kule. Lakini kwa sasa hakuna.
Kwa sasa inakuwa sasa ni kuuliza bale na babu Ulaya. Hatari hiyo sasa. Ili wakijua kwamba kuna watu wa Ulaya washushe bei ya ndani. Wakijua kweli kama huyu anakuja mwenyewe anakuja au mwenyewe anakuja kutoea huyu. Ana wandugu kule Ulaya. Utapata cha mtema kuu. Na asante sana mpenzi mtazamaji, tukiendelea na mada yetu siku ya leo kulingana na kuoa au kuolewa kwa kiasili katika kabila la Wabembe. Mzee Kaserura anaendelea kujibu baadhi ya maswali yetu. Mzee Kaserura, hivi hakuna idadi watu walikuwa wanasema kwamba mwanamke atakuwa naolewa 6,000 tu au tuseme $500? Hivi hakuna idadi watu walikuwa katika Kibembe walisema hapa ndio mwisho wa kuoa? Idadi ilikuwepo hapo mbele ama hizi siku za nyuma tu, kwa sababu waliendeka kukutanana katika mji wa Fizi Center. Wakakadirisha mali. Asema Wabembe, sisi Wabembe tutakuwa tunaoana mkoza mbuzi 4 na vingine nguo na vingine. Lakini kwa sasa haiko tena vile. Leo inakuwa sasa kuangalia ile jamaa ambayo inakuja kukuoea, labda ni jamaa ya utajiri, ni matajiri. Na ukishapeleleza sema eti ni matajiri, kweli hao matajiri hatuwezi kuwaomba mbuzi 4. Tutawaomba kweli franka, si wana pesa wale. Tunawaomba hata hizo kama kwa sababu kwa leo wanaona katika madolari. Tutakosa kupata hata $6,000 ama 7,000 hivi. Iko kabisa. Lakini bakipeleleza eti ile jamaa ni wa maskini. Wanaangalia hata watu tuwalombe pesa fulani hawatatoa. Tupatie hata $500, 700 basi. Iko napitika vile kufatana na familia. Ukiwa familia tajiri na utapata bei kubwa. Ukiwa familia ambayo ni maskini, watakushushia bei. Kwa hivyo kwa sasa naweza nikasema katika community ya Wabembe hakuna bei kamili. Hivi zile harakati za kuandika barua tutakuja kuoa tariki fulani, mkipeleka barua ile barua inarudishwa kwanza. Hapana, hizi tariki vilikuwa hapo zamani au ni mila ya leo? Unajua zamani watu hawakutumia kibarua ama kutumia barua, tuseme kutuma habari tu. Lakini zamani walikuwa kituma habari. Tunapenda mtufikie siku fulani. Wanatuma mtu, wanachukua kituma mtu fulani nenda kule uende kuwapasha habari fulani. Na kama hii kwa sasa inakuwa sasa vibarua. Sawa. Wanaandika barua, wanaenda kupasha kule. Na ile yote inatokana na nini? Na pesa. Pesa zikiwa ndogo kuna mara mnawarudisha. Mujikogote kwanza. Msije zile tarehe, mtakuja matarehe tena fulani. Asante sana. Tunabaki pale kwenye hiyo habari kutumiwa ukweni. Kuna huku kwetu kuna wakati nafikia mwanamke anakuja kunyang'anywa. Watu wamekwisha kawia mtuoi ni marandevu wanakamata mwanamke. Ile hali kiasili ya Kibembe inaruhusiwa au vipi? Kwanza kuja hata zamani. Kwanza kuja kunyang'anywa mke. Ilikuwa ni mambo haya sana. Ni dharau kubwa sana kufuatana katika ile familia. Bali atabekeo konda bali. Bikyo nyakwa baachi. Ndio. Kuna ilikuwa ni mambo haya katika familia. Na ilikuwa sifa mbaya sana katika ile familia ile. Lakini ni hasira ya wazazi. Baba mtoto anapata hasira. Ndio. Mtoto wangu atakuwa anawatumikia ama anakuwa pale anakuwa na wazalia, amupende kwenda kuoa. Walikuwa wakiamua kwenda kunyang'anya mtoto wao. Okay. Lakini ilikuwa ni mambo ya haya sana. Asante sana. Wakati wa zamani na wakati wa sasa, ndoa zipi zilikuwa zinadumu sana? Ukiangalia ndoa za leo na ndoa za zamani, ni ndoa za aina gani kati ya zile za zamani na za sasa ambazo zinaonekana kuwa zinadumu sana miaka na watu kuishi bila matatizo? Ndugu mtangazaji, mimi naweza nikasema kama vile ndoa za zamani zilikuwa zikidumu kwa sababu zilikuwa na mikataba fulani. Ukishaolewa na ukitoka katika ile nyumba unapenda babako afungiwe ama babako mzazi anasema unapenda kuja kunitapikisha mali yako, utaipata wapi? Mtaipata wapi? Mimi naona wewe mtoto wangu ubakie, ijapokuwa ni mateso kuna nini, ubaki tu huko. Ile mali mimi nishatumia, ama ile mali yako yenyewe uliolewa nilioea kaka zako, sasa utakuja hizo mali tutazipata wapi? Kama mikataba fulani. Hata mtu akiwa mzee akienda kwao, yuko mzee akienda kwao, ilikuwa ikibidi kurudishwa tu mali. Sio kwa sasa. Kweli. Kwa sasa inakuwa ni mtoto mwanamke peke yake anasema ijapokuwa mimi natoka nitatafuta mali zako.
nitatafuta ile mali nikurudishie mali yako. Ajali tena wazazi tena. Kweli kuna tofauti kubwa, kwa sababu leo ukisema mtu aondoke tu nyumbani afu arudishe mali, mimi sioni kama hiyo hali kweli ipo. Yani tuseme ni ya zamani. Ndiyo, ilikuwa ni hali ya zamani na ilikuwa naheshimisha mtoto mwanamke kubaki ndani ya nyumba kwa sababu alikuwa akiogopa kutapikisha babaki ile mali ile. Asante. Lakini kwa sasa watoto wanawake wezi siku anasema ina ya wani misese. Nitapanda lwecha, nitaenda churuza lwecha kule, ama pale zamani kulikuwa dini mikeke ama mwayenga, anaenda kukausha mikeke kule na anakuja kurudisha mali. Lakini sio kwa leo. Asante sana. Labda tungekuwa na ujumbe wako, mashauri yako kwa wabembe walioko huku kwetu kulingana na kuoana kwao kwa asili, na vile vile hata walioko huko Ulaya, unaweza ukawashauria nini kulingana na kuoa yani kimila ya Kibembe? Mimi naweza nikashauria watu tubaki na mila tu moja tu. Ndiyo. Mila moja, tujue kama mtoto wa Kibembe anakuwa anaolewa kitu fulani ama bei fulani. Ili inaweza kuwa ya muhimu zaidi kuliko kila mtu kujikatia bei yake. Mimi huyu wangu ataolewa hivi, huyu naye anasema ataolewa hivi, huyu naye anasema hivyo na hivyo. Kwa sasa hatuna bei fulani katika mila zetu sisi wa Bembe, eti mtoto mwanamke wa Kibembe anaweza kaolewa mali fulani. Hata huko Maulaya huko tunakuwa tunasikia kunakuwa 15,000, 20,000. Hiyo wanaua asili kabisa. Asili yetu ya Kibembe haisemi hivyo. Naweza nikawaomba tuwe na asili moja, ichapokuwa wako Ulaya, ichapokuwa wako huko na huko, tuwe na bei yetu kamilifu. Tuwe na bei yetu kamilifu kabisa, na wazee wa Kibembe na wengine wote wakutanane, wajaribu kutengeneza mahali ya mtoto wa Kibembe au anaolewa bei fulani. Asante sana. Ni hapa tutakuwa tumefika mwisho wa kipindi chetu hiki cha mjadala wa kuoa au kuolewa kwa asili kwa watoto haswa wa kabila la Kibembe, ambapo tulikuwa na mwalikwa wetu mkongwe, mzee wa baraza au tuseme mzee kabisa wa baraza la wazee hapa nyumbani, ambaye alikuja kutujibu katika kipindi chetu hiki cha tuseme mila na utamaduni au tuseme na asili. Vile vile tunakuwa na mzee wetu katika vipindi mbalimbali. Na kabla ya yote atakwenda kujitambulisha kwa mara ya mwisho. Mzee, unaomba kujitambulisha tena kwa mara nyingine. Ndio, kama vile nilijitambulisha mbele mwanzo wa kipindi, mimi vile vile tena naitwa Mzee Kasilula wa Kasilula Vincent. Mimi ni mwenyekiti wa baraza la wazee katika tarafa la Fizi na jiji la Baraka. Asante sana. Na vile vile TKTV inawaambia watazamaji wote kwamba tuna wadhamini au tunasema tuna makampuni mengine ya utumaji pesa kutoka Marekani, Ulaya kuja Kongo. Hivyo ukihitaji kutumiwa pesa katika njia ya kasha, basi tuko hapa. Na vile vile kitengo cha madawa tuseme pharmacy, pia huduma ziko kama kawaida kwa ajili ya kuboresha afya ya kila yeyote ambaye ni mdhamini wetu na mtu ambaye anatupatia uaminifu wa kuendelea kufuata matangazo mbalimbali. Mimi ni Dinamiki Malembe wa TKTV nikikutakia kila laheri na Mungu akubariki. Chao. Asante.